Wanajeshi wa M23 ili muda hii wanaendelea kupata changamoto kuhusu wanajeshi wa wazalendo, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo wanasema hao inabidi wapiganie nchi na wamwage damu yao kwa sababu mwisho. Lakini jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hao wameendelea kuweka mikono kwenye mfuko wao, hawataki kwenda kwenye uwanja na kukabiliana na wasi moja kwa moja, hata kama gisi wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kupambana moja kwa moja na kufanyikisha vijiji kwa sasa vinaendelea kuwa katika mikono ya wazalendo. Ukiangalia mfano bora, wanajeshi wa wazalendo kutoka upande wa Kalehe wameonyesha mfano bora zaidi kwa wazalendo wengine wanaomiliki katika upande wa Nord Kivu na wengine wanaomiliki katika Haut Plateau ya Fizi na uko Uvira, kuonesha kama tayari wana uwezo ya kuondoa wa M23 katika vijiji wanaomiliki, kwa sababu wanajeshi hao wazalendo kutoka upande wa Kalehe hao wamesema inabidi kupambana na waasi moja kwa moja bila kuwasikilia. Ibu mashabiki wa Media Goma TV, katika muda wetu wa kipindi hiki asubuhi mapema saa 1 kamili kuwapasha ndani ya habari zetu ndani ya studio. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tunaendelea kuwatangazia habari zinavyotoka katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa majina ni mwanahabari wenu Nelson, nikiwa ndani ya studio katika muda wetu wa asubuhi, na nimekukaribisha katika kipindi hiki. Usichelewe mwenyewe kupokea habari zetu mahali popote uko, endelea kuungana na sisi ili tayari uendelee kupata habari zinavyokuwa na uhakika. Kumbuka, ukiwa unatusikiliza kupitia Media Goma TV ni sehemu pekee utapata habari zenye uhakika. Na sasa mashabiki zangu tokea upande wote wa Jamhuri mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tunawakaribisha katika habari zetu za asubuhi, na mashabiki kutokea nje huko Amerika, Canada, Australia, Norvege, tunawakaribisha katika Media Goma TV. Kumbuka, ukiwa unatusikiliza katika habari zetu za asubuhi utaendelea kupata habari za kila mara, na uendelee kujiabone kwa sababu sehemu pekee utakuwa unapata habari zinavyoelekeza na kuwapasha habari zinazoonekana katika uwanja wenye mgogoro katika vita inaendelea katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndakuja kuwapeleka mara moja katika maeneo inaendelea kuwa na mgogoro wenye vita katika ndani ya sekta ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bila kuwakawisha katika habari zetu mara kwa moja. Tutafungua kurasa zetu mara moja tukiwapeleka katika uwanja wenye mapigano mara moja, kuwapeleka upande wa Ituri. Upande wa Ituri vita imeendelea kwa zaidi kuhusu wahasi wa ADF. Tutakuja kuwapasha habari mengine. Generale Gabi Kasongo wa FRDC huko Ituri mara moja amezungumza maneno mengi zaidi. Kwa sasa tutakuja kutangazia haya, tutakuja kuwapea habari zingine kutoka upande wa Ruchuru, habari zingine kutoka upande wa Masisi, na tuna habari mengine kutokea ndani ya Haut Plateau de Fizi, na habari mengine kutoka katika upande mara moja Kalehe, na habari zingine kutoka katika upande wa Walikale. Tuna habari zingine zinavyotoka mara moja katika upande ndani ya teritoria ya Shabunda. Habari ziko mingi zaidi katika mchana wa leo na asubuhi ya leo kupitia habari za Media Goma TV. Kwa sasa ili tuingie katika kurasa zetu, mashabiki zangu, inabidi tufungue kurasa zetu katika habari, tukianzia katika eneo ndani ya teritoria ya Ruchuru. Mara moja habari tutafungua Ruchuru katika mapigano yanaendelea kuzuka moja kwa moja. Tutakuja kuwapeleka jana tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 katika eneo inayoitwa Bwito. Ndani ya Bwito na katika kijiji cha Togo, kijiji kinaitwa Tongo, kijiji cha Tongo, kumeonekana mgogoro wenye vita kati la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wanajeshi wa FARDC, wanajeshi wa wazalendo wanaovamia waasi wa M23. Walifaulu kuvamia kijiji cha Bwito na kijiji ndani ya eneo ya Bwito ndani ya kijiji cha Tongo. Kijiji cha Tongo mara moja vita ilikuwa hapo katika eneo hiyo jana tarehe 13. Mashambulizi yalikuwa hapo, ilikuwa ni hatari sana. Hatua anaoitwa Colonel Ruhamazima wanajeshi wa M23 amefariki katika eneo haya. Kumbuka katika historia huyu mwanajeshi, na kama tayari mnavyojua, anaoitwa General James Feka Adui
Sasa General fake adui yeye anasema ni yeye anafeka maadui. Sasa huyu anaitwa Colonel anaitwa Colonel Ruhamazima, huyu na yeye ni Colonel feka raia population. Sasa huyu alikuwa anachukua wana raia population anawaeka kwenye udongo wako wazima, kwa sababu yoyote hataki kuheshimia sheria katika maeneo haya, eneo ya Bwito na ndani ya kijiji cha Tongo, mara moja anachukuliwa hatua. Sasa wanajeshi wa wazalendo walipata nafuu wa kuvamia huyu kamanda kwa kweli, na katika vita hili habari tuko nayo inaitwa break news. Huyu kamanda kwa sasa anaoitwa Colonel Ruhamazima kwa sasa amesha kufariki, amepoteza maisha. Kwa kukufa kwake kwa sasa raia population kutoka upande wa Bwito, wengine kutoka katika kijiji cha Tongo na ndani ya maseta ya uko Ruchuru, wengi wamesherekea zaidi katika kusikia kiongozi huyu anayofariki. Kumbuka ni vipi ukiona watu wanasherekea kuona mwanajeshi anafariki, inamaanisha kama huyu alikuwa tayari anasumbua raia wakahaji katika vijiji kadhaa. Kwa sasa hili ni jambo linavyotokea katika upande ya Ruchuru. Tutakuja kufungua kurasa zetu tuwapeleke mara moja huko ndani ya Ituri katika kijiji cha ndani ya eneo ya Mambasa na kuelekea kijiji cha Babila Babombe. Tangu jana tarehe 13 kuliripotiwa raia 45 wanaopotea katika kijiji hiki tangu tarehe 12 na jana tarehe 13. Na kwa sasa raia hao wakaaji 45 walishapotea na wahasi wa ADF wamechukuliwa, mlikuwa watoto wadogo na watu wazima. Kwa sasa hili ni jambo limeendelea kuleka teketeke. Mara moja hili tukuja kuwapasha habari, generale anaoitwa Gabi Kasongo gouverneur mara moja amezungumza kuhusu wanajeshi hao wa ADF. Mara kwa moja wamewaomba wasalimishe waeke silaha zao chini ili warejee katika sehemu ya usalama, kwa sababu gouverneur Kasongo, Gabi Kasongo amezungumza kusema kama hawa hasi hawa ni wananchi ama ni raia population kutoka ndani ya upande wa Beni, Ituri na eneo ya Butembo, wamejikusanya kwa kufanya uvamizi katika eneo haya na inabidi waeke silaha vyao chini ili warejee katika maisha ya kawaida. Kwa sasa ameomba wakahaji na katika mahali mashefu de quartier na viongozi wengine wanaomiliki maeneo haya kuzungumza kwa sasa, waanze kufanya sensibilisation na vijana wote ili waungane ili walejeshe amani, kwa sababu wanazungumza wale wanaofanya mauaji katika upande wa Beni, Ituri ni vijana wa Beni wanaofanya maovu haya wakaenda wakajiunga katika porini ili waendelee kufanya uvamizi moja kwa moja. Na kuja kukupeleka katika habari zingine zinakuja kuonekana katika ndani ya seta ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mbele ni wapeleke na kuja kuwarejeshia katika upande inaonekana na ugonjwa wa Ebola umeendelea kusambaa zaidi katika vijiji kadhaa katika upande wa Bunia. Tena kumeendelea kuripotiwa wagonjwa kadhaa katika eneo ndani ya kituo cha afya kinaendelea kuwa katika maeneo seta, mpaka madaktari wameendelea kuhimiza raia wakahaji wa Bunia waendelee kujikinga ugonjwa huyu wa Ebola, kwa sababu ugonjwa huyu unakuja hauchagui, ni ugonjwa unakuja umeua mara kwa moja. Na katika ugonjwa huyu ukiona ugonjwa huyu usiupuzie, inabidi mara moja elekea katika kituo cha afya. Hii ni tangazo kutokea katika vituo vya afya vya ugonjwa wa Ebola katika upande wa Bunia. Na kuja kuletea habari zingine zinaonoka katika uwanja zinaendelea kuonekana katika seta zenye zinaonekana, mashambulizi yameonekana katika upande, tukirejea katika upande wa Oho Plateau ndani eneo inaitwa Mulongwe, eneo ya Mulongwe na kuelekea katika Kasenga, kumeonekana tena mtuto wenye risasi katika upande uko ndani ya teritwari ya Uvira, Oho Plateau milimani ndani ya Mulongwe kuelekea Kasenga, kumeonekana tena kati la wahasi wa M23
na wanajeshi wa wazalendo wameendelea kukabiliana katika vijiji hivyo. Kwa sasa hili ni jambo linaendelea kuweka hali tete katika maseta tofauti ndani ya jamhuri ama katika uwanja wenye mapambano. Kwa sasa wazalendo katika maeneo ya Mulongo wamepambana na waasi wa M23, na gisi M23 walikuwa wanataka washambulie wamiliki katika eneo ya Mulongo na katika upande wa Kasenga, lakini hawajafaulu kwa sababu wanajeshi wa wazalendo wamefaulu kuwaondoa katika vijiji hivyo. Eneo mara moja na kuja kuletea habari zingine tete. Kwa sasa jeshi la wazalendo wameendelea kukabiliana na waasi moja kwa moja katika ndani ya teritwari ya Kalehe ndani ya Chambombo na kuelekea katika eneo ya eneo inaitwa Ziralo ndani ya kijiji kinavyoitwa mara moja eneo inaitwa Lumbishi na kuelekea mara moja katika eneo inaitwa Kazinga. Mapambano haya tangu tarehe 10 ilikuwa ni hatari zaidi, lakini wanajeshi wazalendo walipata nafuu la kukabiliana na waasi mara moja, wameondoa kwenye vijiji hivi. Ni kumaanisha kosa wa vijana wa kizalendo wanaendelea kukabiliana na waasi moja kwa moja na kuweka tatizo kwa jeshi la M23. Kwa sasa hizi jinsi tunazungumza, wanajeshi wazalendo wamekuwa kizuizi kwa waasi wa M23 kuendelea kuadvance moja kwa moja, lakini anaoitwa porte parole wa M23 wanaendelea kutangaza kusema jeshi la wazalendo na FARDC wanaendelea kuwavamia katika maeneo zao wanaomiliki bila au kuanzisha mapigano haya. Na kuja kueleka katika kijiji kinaitwa Bunje. Kijiji cha Bunje huko Kalehe kimeleta hatari sana, katika eneo lingine inaitwa katika eneo inaitwa Mbombe. Eneo ya Mbombe na katika kijiji cha Bunje mapambano yameendelea kuzuka leo hii tunaotangaza asubuhi tangu saa 11 asubuhi tarehe hii 14 mwezi huyu wa 8 mwaka wa 2026. Mashambulizi yameendelea kuwa hatari sana katika muda huyu tunaozungumza kwa sasa. Hatujajua vitu imeendelea vipi kwa sasa, na kuja kukupeleka mara moja katika habari zingine zinaendelea kuonekana katika upande wa Rugezi. Wanajeshi kwa sasa wa wazalendo wanaendelea kukabiliana na waasi M23 kutokea eneo ya Rugezi kuelekea katika eneo linaloitwa Bijombo. Eneo ya Bijombo nako kumeonekana mtoto wenye risasi na kitavi kati la waasi wa M23 wanaomiliki katika maeneo haya. Kwa sasa serikali ama wanajeshi wa FARDC kwa sasa wanaendelea kujiuliza mengi zaidi kuhusu chama hiki cha M23 wanaendelea kuongezeka, lakini break news nyingine tumepokea kwa sasa waasi wa M23 pamoja na jeshi la Twirwaneho wameendelea kuungana moja kwa moja, lakini katika muda ama katika habari zenyewe zinaonekana kwa sasa kumeonekana watoto wengi wa waasi wanaoelekea mara moja katika upande wa Kaziba wameonekana katika manjia mengi zaidi wakiendelea kupenya ili waelekee mara moja katika uko ulayani Minembwe. Lakini habari zingine zimeonekana kwa sasa wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wa FARDC na jeshi la Burundi wamefunga njia zinavyoelekea katika eneo linaloitwa Balala na eneo linaloitwa ndani ya katika wamezingira lake Tanganyika na katika kijiji kinaitwa Kipupu na eneo linaloitwa Muto Ilela. Ndani inaitwa Muto Ilela kumeonekana tena huko kumezingirwa kwa sasa. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC wameendelea kuzingira maeneo haya. Na katika habari zinavyoonekana katika muda huyu wenye kipindi kwa sasa, katika hali ya wananchi wanaokaa katika maeneo yanayokaa na mgogoro wenye vita, wakaaji wameendelea kuomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kurejesha amani, kwa sababu eneo wanaokaa katika sasa inaendelea kuwa hatari zaidi. Wamesema kupitia changamoto wanaokumbatia wanao katika upande wa uwanja wa mapambano, wale wanaokaa katika vijiji vinaokuwa na mgogoro wenye vita, wanasema katika mambo ya maisha, usema upande wa kukula na katika upande wa matibabu imeendelea kuwa mbaya zaidi kuhusu wakaaji katika maeneo haya. Na katika chama cha wazalendo katika vijiji kadhaa kwa sasa vinaendelea kuonekana vitakuja kuleta tatizo, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo kwa sasa wameendelea kupitia changamoto kwenye sehemu ya kukula na sehemu ya kipesa. Na kwa sasa mara moja ili jambo ukiwa unanisikiliza mara moja katika hii, na kwa sasa kupitia ili vita inayokuja kuonekana kwa sasa, wanajeshi wa M23 ili muda hii wanaendelea kupata changamoto kuhusu wanajeshi wa wazalendo, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo wanasema hao inabidi wapiganie nchi na umwange damu yao kwa sababu mwisho. Lakini jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hao wameendelea kuweka mikono kwenye mfuko wao, hawataki kwenda kwenye uwanja na kukabiliana na waasi moja kwa moja, hata kama gisi wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kupambana moja kwa moja na kufanyikisha vijiji kwa sasa vinaendelea kuwa katika mikono ya wazalendo. Kiangalia
Ukiangalia mfano bora, wanajeshi wa wazalendo kutoka upande wa Kalehe wameonyesha mfano bora zaidi kwa wazalendo wengine wanaomiliki katika upande wa North Kivu na wengine wanaomiliki katika Haut Plateau ya Fizi na uko Uvira, kuonesha kama tayari wana uwezo ya kuondoa wa M23 katika vijiji wanaomiliki, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo kutoka upande wa Kalehe hao wamesema inabidi kupambana na waasi moja kwa moja bila kuwasikilia huruma. Kumbuka, ukiwa unasikiliza kupitia Media Goma TV, ni muda huyu wa kipindi chetu, muda wa jioni wa asubuhi. Haya, tunakutakia heri njema, tuje kupatana katika habari zetu za ndani ya kipindi chetu saa 5 na dakika 30. Ni mimi mwanahabari wenyu Nelson nikiendelea kuwatasha na kuwapatia habari zenye zinaendelea kuonekana katika uwanja wenye mgogoro wa vita kwa sasa. Jambo hili mashabiki zangu, kumbuka, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kitu tunayoomba raia, population, inabidi tushirikiane na tuwenge umoja kwa sasa, kwa sababu mgogoro huyu wenye vitu unaelekea katika nchini inachangia zaidi na wakahaji, inachangia na zaidi na wakongomani na raia, population. Kwa sasa hili ni hatua, kila mtu anze kukosoa, kupendana, na tujue tayari mwenzako inabidi mujulie hali, tusiuane kwa sababu ya mia ama juu ya safra. Na kutakia heri njema, Mwenyezi Mungu awe pamoja na mimi pamoja na nyinyi. Hii ni Media Goma TV, bye bye.